Na hii leo tunazungumza na mojawapo wa viongozi waliobobea katika masuala ya siasa na pia waliotembea karibu na ye kinara wa ODM na aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Katika safari ya siasa iliyokumbwa na mafanikio, mizozo, changamoto za aina yake, wakati mmoja hayati Raila Odinga alilazimika kujificha kwake nyumbani kwake wakati siasa zilichacha na akaona maisha yake yamo hatarini. Safari hii ilikuwa namna gani? Tunaangazia haya na mengine mengi na yeye msemaji wa muungano wa Azimio kwa sasa, Daktari Mukisa Kitui. Karibu sana studioni. Asante. Najua umekuwa sio muungano wa Azimio. Sio Azimio, kunradhi, muungano wa upinzani. Sana. Ninajua ni safari mliotembea kwa ukaribu na Raila Odinga. Wengi wa vijana ambao wanakutazama siku hii ya leo hawajui hii historia. Nikianzia mimi najua machache, lakini najua kuna yule ambaye kuna mengi hawajui. Mlianzia wapi hii safari? Na ninajua una mengi ambayo unamkumbuka kwake. Kiasi cha haja nimemfahamu mwenda zake. Historia yetu kana kwamba wakati nimerejea nchini Kenya kusoma kutoka kisomo nje ya Norway, nirejea kwa harakati za ukombozi wa pili. Hapo mwanzo kabisa nilikuwa nimetoroshwa kutoka University of Nairobi pamoja na Otieno Kajwang', Josiah Wamoto, Rumba Kinuthia, kwa sababu ya kupinga nia ya serikali ya Moi ya kubadilisha katiba kufanya Kenya iwe one party state. Sasa baada ya kisomo walikuwa wamebadilisha hiyo katiba, nikarudi kujihusisha na za harakati za kubadilisha tena katiba iwe vile tulikuwa mwanzoni tukiitafuta. Na katika hiyo harakati kulikuwa na wengi ambao walijihusisha nayo, akiwemo Raila Amolo Odinga. Lakini punde tu kabla ya kuanzisha rasmi hiyo vuguvugu la mageuzi na likiongozwa na watu walikuwa wanaitwa Young Turks, ilimbidi yeye atoroke kwa sababu serikali ya Moi ilikuwa inatafuta kumshika. Fununu ilikuwa kana kwamba alitaka hata kumdhuru kama kumuua. Kajaribu mbinu mbalimbali. Alafu sasa sisi tukaongea pamoja, ni kwa nani tunaweza tukamficha kama tunajaribu kujitayarisha kumtorosha kutoka Kenya. Hangeenda kwa Anyang' Nyong'o na kwa Orengo kwa sababu kule ndiko kwa kwanza kutafutwa na haikuuzishwa vizuri sana kana kwangu anaweza kuwepo. Sasa ndo nikamleta kwangu mafichoni. Akaishi kwa nyumba yangu kama siku 10 hivi tukitafuta njia ya kumtoa Kenya. Tuliendelea sasa hata wakati huo kukutana yeye na viongozi wengine huko kwangu, tukipangilia jinsi tutajaribu kuleta pamoja wazee magogo wa siasa ambao kama Jaramogi Oginga Odinga alikuwa hapa, Masinde Muliro alikuwa hapa, wengine kama Rubia alikuwa ng'ambo, lakini alikuwa ametupatia mwakilishi wake mzee Kashoga na wengine tukiongea nao. Sasa tukaamua kwamba tujaribu kumpeleka kwa ubalozi wa Marekani. Mnampeleka kwa namna gani na mnatafutwa and you are being monitored? Hatukuwa ni monitor tu kwangu nyumbani. Sasa kwa hawakujua. Hawakujua kwamba ako mafichoni kwangu. Sasa tuliuliza hilo swala, tutampeleka namna gani kwa ubalozi wa Marekani? Kama kuwasukuma tu kwa nguvu, lazima kuwalazimisha wa Marekani mtoe hapa Kenya, mpeleke Marekani kwa muda kabla arejea Kenya. Tukajaribu disguise. Mke kwangu alikuwa na miwani ya nyanya yake, ilikuwa ya very very funny appearance. Akampatia disguise kuonekana kama mama mzee. Alafu mimi nikakaa naye kwa nyuma kwa gari na bibi yangu akawa ndiye dereva. Tukaenda mpaka ubalozi wa Marekani. Hapo kabla ya bomb blast ilikuwa hapo kwa Cooperative House hapo, karibu na Cooperative House. Sasa kujaribu kuingia basement ya ubalozi wa Marekani wakatuzuia. Wasema serikali ya Amerika iko tayari kumchukua Raila. Sasa ketubidi tumuondoe hapo haraka, na tulijua kwamba sasa our cover has been blown. Kumrejesha kwangu ingekuwa shida zaidi. Itakuwa shida. Sasa tukaamua haraka kumpeleka kwa rafiki yetu mwingine huko Loresho.
akakaa hapo kwa muda kabla sasa kutolewa kupitia Lake Victoria kwenda Uganda na kuhamia Norway. Safari hii yenye aliondoka kama kasisi. Yes. Ndo hiyo alikuwa ametoka kwako, akafika sasa mkatafuta mbinu ya yeye kufika Lake Victoria, ndo avuke akaelekea Norway. Baadaye mlireconcile na bana Raila hakuacha kupigana. Hakuacha, tulikuwa tunaweza naye, lakini alikuwa sasa yeye ni mkimbizi. Amekuwa sasa mkimbizi rasmi huko Norway. In fact kulikuwa na watu wengine hapa walikuwa wanajihusisha nasi sana, kama mmoja wao alikuwa kiongozi wa Norwegian People's Aid ambaye alimsaidia alipofika huko, sio tu kuwa mkimbizi, lakini mara moja akapata fursa ya kuwa raia wa Norway. Akapata pasipoti na citizenship ya Norway. Lakini sasa harakati ziliendelea kwa kiwango fulani bila yeye kuwepo. So ndio huo msimu watu wanasema kulikuwa na Young Turks. Tukiwa Paul Mwite, Anyang' Nyong'o, James Orengo, Gitobi Manyara, mimi na Joe Ager. Sana tulikuwa tunajaribu kufanya vitu viwili. Kwanza kutengeza sera. We want Moi to go, but what is the purpose? What is the agenda, the national renewal agenda? Ambayo kama tumefaulu kutoa serikali ya Moi katika uongozi, itakuwa ndio njia kielelezo ya utawala mpya wa Kenya. Huo ulikuwa msingi wa kitabu. Tulikuja baadaye tukapublish inaitwa The Kenya We Want, ambayo ilikuwa na agenda yetu comprehensive ya kubadilisha taifa. Na la pili ilikuwa vigumu sana kwa sababu tulikuwa tunajaribu kusaidia wao wazee wabaki pamoja, tuwe timu moja wakati tunaenda kwa hiyo kura. Sasa kulikuwa na Mwai Kibaki anawania urais, Jaramogi anawania urais, wakati Charles Rubia amekuja, na Kenneth Matiba amekuja na akatangaza pia anataka kuwania urais. Sisi tuliona kuna uwezekano kana kwamba tutaweza kupoteza, sio kwa sababu Moi ana kura nyingi, lakini tumevunja kura kwa vyama mbalimbali vya upinzani. Sasa karibu mwaka mzima tulijitahidi sana kuwaleta wazee pamoja. Lakini kufuatia kifo chake Masinde Muliro alipokuwa anarejea nchini kutoka Uingereza, ikawa vigumu sana. Martin Shikuku na Charles Rubia wakajiunga na kikundi kilichotaka Kenneth Matiba kuwe rais. Na sisi zote tuliokuwa tukitoa Young Turks tukasalia na Jaramogi, kwa sababu kabisa kwamba alikuwa ameembrace ile agenda ambayo sisi tulikuwa tumetafiti na kuiandika. Lakini tena kulikuwa na shughuli zingine za ajabu hapo. Wakati katiba imebadilisha kukubali tena kuwe na vyama vingi, wazee wengi walianza kusema, nyinyi vijana mmemaliza kazi yenu. Sasa ni wakati wa wazee. Nyinyi sasa mtuajie sisi wanasiasa. Sisi tunajua siasa. Nyinyi wasomi. Usomi mtakuwa mkituadvise kila mwezi kwa siasa kama sisi. Ni kama utani, kama madharau, lakini ilikuwa vigumu. Bwana mazoea, wamezoea siasa inaitwa gerontocracy. That you are wiser, you are better if you are an older man. Lakini wakati huo ndio sasa nusu ya uongozi wa Forum for the Restoration of Democracy ikatuacha Ajip House, ikaenda Muthaiga House na kusajiliwa kama Ford Asili ya Kenneth Matiba, na sisi tukasalia na Jaramogi Oginga Odinga Ajip House. Na muda huo ndio wakati Raila sasa akarejea Kenya, na pia watu wengine wakaja kama Kiraitu Murugi kurejea nchini na kutujoin. Na pia katika harakati zile samani kutoka mwanzo tulikuwa naye mwenda zake Feroz Navroji, one of the unsung heroes of the second liberation. Alikuwa mstari wa mbele kabisa kuhakikisha fikra zake endelevu, mawaidha yake jinsi ya kuleta watu pamoja bila kupoteza mwelekeo ilisaidia, alichangia pakubwa katika kazi tulifanya wakati huo. Na aliendelea kutokea hapo mpaka wakati ameaga dunia mwaka huu kwa mstari wa mbele bila kuhesabiwa sana na watu wengi kama mkombozi wa kitaifa. Pia wakati huo sasa
tukaanza kufanya pamoja na viongozi wa non-governmental organization, civil society, Muungano wa Mageuzi, Coalition for Constitutional Change na makanisa, wakawa wanajileta pamoja na kusaidia sana mambo ya mageuzi na kubadilisha siasa ya Kenya. Kwa bahati mbaya ukifikiria leo hakuna huo uwiano na civil society kama tuliokuwa nao wakati ule. Moja shida yao ni kwa nini? Kwa sababu baada ya kura ya miaka 10 baadaye, wakati Kibaki amekuwa rais, viongozi wengi wa civil society ambao wamekuwa kwa mstari wa mbele wa kupekania space wakatafuta ajira katika serikali. Sasa the best wakatoka, waliosalia ni wakawa tu ni watu kujitafutia livelihoods, lakini sio kwa wanapigania sera au msimamo fulani kulingana na katiba na utawala wa nchi. Ninajua pia familia ya Jaramogi ni familia ambayo umetembea nayo pia kwa ukaribu, hata katika masomo yako, baadhi ya yale ambayo hatujui. Nani akakueleza hiyo? Nimefanya research na nimesikia kwamba hii familia pia ilichangia pakubwa katika masuala yako ya masomo. Sio kama ilichangia pakubwa sana. Nimehusiana na wao hata wakati nimekuwa Norway. Dadake mwenda zake alikuwa pia anasoma Norway, tulikuwa tujifunza pamoja naye hususan kwa mambo ya mabadiliko, mwisho wa apartheid katika Afrika ya Kusini. Tulikuwa tukiongea pamoja, lakini kwa kunichangia mimi kisomo ila mlitembea pamoja. Tulitembea pamoja. Najua Raila Odinga ni mtu ambaye pia mmeshirikiana katika masuala ya siasa. Baadhi ya yale ambayo unakumbuka kwamba yalibadilisha taifa hili na mengine pia yakawa yana betrayal ndani yake mkapoteza. Tumefanya kazi pamoja vizuri sana. So wakati ule muhula wa kwanza, wakati tulikuwa tukiongozwa na Jaramogi Oginga Odinga, hiyo campaign hadi uchaguzi, amechangia pakubwa sana. Kama kawaida alikuwa a very energetic person, go getter, very aggressive campaigner. Wakati wa campaign Raila alikuwa anaweza squeeze 25 hours in every day. Ya kuheshimika sana na alikuwa la maana sana kwetu zote. Tukaja tegana kidogo kutokana na vile wakati Jaramogi amekufa, Raila akawania uongozi wa chama cha Ford Kenya, akashindwa na Michael Wamalwa, alafu akatoka akatengeza chama chake NDP. Lakini baadaye tukarudi pamoja. Wakati tulijaribu kutafuta kufanya serikali ya mseto, kuunganisha vyama vya upinzani, aliongoza wale ambao hawakuridhishwa na uamuzi wa Moi kumchagua kwamba Uhuru Kenyatta awanie kwa niaba ya KANU. Ni Raila aliwaongoza. Wengine walikuwa waoga, hawangetoka KANU bila Raila. Ni kama yeye aliingia wakati ametoka, akapatia motisha wengine, akina Saitoti, Fred Gumo, Mudi Awori, kutoka KANU, na Kalonzo Musyoka, kutoka KANU na kutengeza chombo kidogo cha LDP kukitumia sasa kunegotiate sasa National Alliance of Kenya, ambao tulikuwa tumejileta pamoja tayari, tukiongozwa na Kibaki, Wamalwa na Charity Ngilu. Sasa na Raila naye akiongoza hao wengine akaja nao kusema sasa tukubaliane tuwe timu moja. Na tulifurahi, tuliona la maana sana kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza, tumekuwa na historia ya miaka 10 ya kutosimama pamoja, inafanya tunapoteza kura. Kama mwaka wa 97 Moi alipata 36% ya kura na akachukua uongozi kwa sababu sisi mligawana vyama vingi. Sasa tukaona la maana sana wao kuja pamoja nasi. Na la pili, Raila na nguvu zake za kampeni kila mmoja wote alikuwa anazijua. Tukaona tutafaidika pakubwa na yeye akiungana na Mwai Kibaki katika kampeni ya 2002. Na likaja kutoka hivyo. Jukumu lake, shughuli zake, uwezekano wake, nguvu zake kwa campaign nationwide vilichangia pakubwa kwa ushindi wa Mwai Kibaki wa hiyo kura. Ila pia mwaka wa 2007 mlikuwa pande tofauti, na wewe wakati ule ukiwa bunge ukawa pia haukubaliani na yeye na mrengo wake. Ilikuwa hivi. Mwaka 2005 wakati wa referendum. Sasa mpasuko ulitokea hapo. Mimi binafsi nilieleza wenzangu katika serikali kwamba
ni jambo lisilo la maana kuwa na arrogance isiyo na kifana. Hakukuwa na haja ya kuwa na referendum. Yale masuala tulitofautiana yalikuwa masuala tungejadili pamoja tukabadilisha bila kwenda kwa referendum. Huwezi kuwa serikali alafu unaenda kwa referendum, nusu ya serikali inapinga, nusu ya serikali inaunga mkono. Hiyo ni kushindwa kwa serikali. Lakini walikuwemo wengine on our side ya serikali, drunk with power and delusions that governments cannot lose. Ndio walitusukuma tuende kwa referendum ambayo haikuwa na maana. Na kupoteza ya referendum ilikuwa pigo kubwa sana kwa serikali ya Kibaki. Just hubris, that arrogance ya watu wanamsukuma mzee, hii kitu government cannot lose, we are the government. Lakini walikuwa wanafanya kitu ambacho hakikuwa na maana kufanya. Kuwa na uwezekano wa kuketi chini, vile tuliketi chini baadaye na kubaliana give and take, katiba ya Kenya ikae namna gani. Sasa ni hapo ndipo serikali ilisambaratika. Mimi nilisalia na Mwai Kibaki, lakini sikukubaliana na wenzangu katika serikali ya Mwai Kibaki kitendo cha kwenda kwa hiyo referendum kwa mambo ambayo tungesuluhisha kama serikali tukiwa pamoja. Wanasema pengo la Raila Odinga ni kubwa zaidi, hayati Raila Odinga, katika masuala ya siasa, ikizingatiwa mchango wake katika masuala mbalimbali, na huenda ikawa vigumu zaidi kulijaza hata wakati huu ambapo upo ndani ya upinzani na unauongoza kama msemaji. Unajua, Raila kwa muda mrefu amekuwa kama nyota ya siasa endelevu katika Kenya. Maswala ya haki kwa wanyonge, maswali ya kupigania dhidi ufisadi, maswala ya kutekeleza ungatuzi, amekuwa kiongozi wa maana sana kwa maneno. Lakini kuna kitu kingine ambacho kimekuwa cha maana kwake. Wakati wa campaign anajitolea vizuri sana kuonyesha ubaya wa serikali. Lakini saa zingine anasema kama serikali imeshindwa kutawala au inakaribia kushindwa kutawala, kunaweza kuwa na furugo na nchi ikazambaratika vibaya kuliko hata faida ya kushinda serikali. Sasa heri niingie kuisaidia mpaka wakati ya kura ijayo nijaribu tena, badala ya kuanza kuwa na chaos katika taifa. Alikuwa na uoga sana mambo ya chaos katika taifa. Na jambo ambalo alikuwa ametueleza wengine wetu wakati tumemuuliza, mbona mwaka wa 97 ulikuwa mmoja wa viongozi dhahir wa upinzani ukaingia serikali ya Moi, ukavunja chama chako, ukaingia KANU kama Secretary General? Na alichotueleza ni kwamba there was a time for campaign, we wanted power, we did not win. There is a time now we need to stabilize things. Kabla ya kura ijayo nisaidie hii serikali, sio kwa sababu napenda Moi, lakini napenda amani katika taifa letu. Na hiyo ndio ilikuwa explanation yake hata wakati Ruto amemwacha Uhuru, akaanza kama opposition in the house, akaingia akaona kustabilize election, serikali kabla ya election, nitapigania uongozi dhidi ya serikali, lakini kwa sasa nisaidie kuwe na amani na stability katika taifa kabla ya kura. Sasa hiyo ndio njia huwa anaenda. Sasa zingine hatukubaliani naye wengine wetu Na ni kitu ambacho hakueleweka hata na vijana ambao waliandamana mwaka uliopita wa mwaka 2024, na wengi wakamuita majina tofauti kuhusiana na hili. La wakati ambapo anaamua ni wakati wa siasa na wakati wa mambo tofauti. Ni kitu ambacho unaona kinastahili hata kwa nyinyi ambao mpo upinzani kuipa serikali nafasi kufanya kazi na mnakutana huko mbele? Kama serikali imeshindwa kufanya kazi, sio jukumu la upinzani kuisaidia ifanye kazi. Ila Raila alifanya hilo. Sasa kuna wakati mimi nakubaliana naye. Lakini huyu ya 2024 ni ngali na wasiwasi kwamba angalau alisaidia pakubwa Ruto asifukuzwe na JDC kutoka mamlaka ya uongozi. Lakini changio lake la kutekeleza yale masilahi ambayo tumekuwa tukiyapigania yalizama katika ili jangwa la siasa ya UDA. Uoni ilikuwa jambo la busara? Manake kulingana na yeye, nyakati nyingi ambazo alikuwa akijieleza, alisema kwamba niliona pia taifa linapotea. Hauoni kitendo hiki pia kilikuwa kinawiana na jinsi alifanya 1997? Kama serikali ina crisis, yale yanayotokea kwa mataifa yaliyokomaa kidemokrasia, unasema wakati huu ni wakati
jukua hatua zilizo ngumu sana kufanya kama serikali. Kama kubadilisha sehemu fulani za katiba yetu, kubadilisha sheria fulani katika taifa yetu. Tunaweza kuwa na government of national unity with a limited agenda. Sio kuenda kusaidia Ruto kutawala, kumweleza Ruto at your low moment. Tuketi chini na viongozi kutoka tabaka mbalimbali. Tuketi zote chini tuseme what is a critical national agenda? How can we avoid the crisis you have brought yourself into? Sasa kuenda tu without a comprehensive national agenda which will have been good kutokana na government of national unity ni kumuongeza nguvu Ruto bila kusuluhisha yale makubwa ambayo yameleta shida. Kwa mfano, shida kubwa ileta vijana mitaani ilikuwa ni nini? Ilikuwa uongozi mbaya. Uongozi mbaya, ufisadi, kodi na kufuruga kisomo. Haya hayajisuluhisha kwa sababu ya kuwepo kwa serikali ya broad based. Kama Raila angesema, Ruto, una shida saizi, wewe huwezi kutawala peke yako. Usipochunga hao watoto watakufukuza. Vile wamefukuza wengine, Nepal, Bangladesh, Madagascar. Angesema badala ya kumsaidia kustabilize serikali na endelee na mabaya yenye anafanya, angesema una fursa ya kuwa national leader. Tengeza serikali ya mpito tu ya national government of national unity, inaleta viongozi wa vyama vyote, sio vyama viwili, na sio matatizo tu ya kutawala vile Ruto anataka kutawala, lakini kusema kuna mabaya unafanya ambaye haiwezi yakaendelea wakati tuna hii transition arrangement. Ninakusikia katika hilo, ila pia Raila Odinga wakati aliingia, hayati Raila Odinga wakati aliingia na akasaidia Rais William Ruto kustabilize the government. Ninakumbuka katika wito wake wa siku za mwisho ulikuwa kuwa na national conclave ambayo ingesaidia, ambayo iliita viongozi wote kutoka upinzani, kutoka wapi, njooni tuzungumze. Ni wito ambao mnaona kidogo mnaweza kuchukua hata wakati ambapo ameondoka duniani, mazungumzo ya kutafuta suluhu ya changamoto ambazo zipo. Hatua ambazo zilihitajika, Raila alikuwa amweleze Ruto, you must cut down your power substantially. Ukubali kama viongozi tuketi pamoja with an emergency national agenda. Hiyo agenda utakuwa kiongozi wa taifa, government of national unity. Lakini haya yafuatayo haya yote tuyazuluhisha zote kama viongozi wazalendo wa Kenya kabla ya kura ijayo. Lakini kukubaliana tu kwamba tutaongea haya yafanywe na Raila akaingia na Ruto akayasaliti na mpaka sasa Raila akatoka, haiwezekani yakamalizika kabla ya kura ijayo. Na hii inaleta shida na wasiwasi. Ukiona temperatures zinapanda, kutukanana kunaongezeka, wengine wanakula mori, ni kwa sababu kuna shida ambazo we wasted a crisis. A crisis is an opportunity to address fundamental problems. Nikupatia kwa mfano. Mimi nimekuwa msomi wa mambo ya uchumi, mambo ya biashara. Nimesaidia mataifa kutekeleza mabadiliko fulani katika sera zao. Ukitizama serikali ya Kenya, katiba yetu tunaisifu ni nzuri, lakini imebuni afisi nyingi sana za siasa. The political bureaucracy in Kenya is too expensive for an economy the size of Kenya to sustain. Sasa mtu mmoja sio rahisi kusema let us try to amend the devolution. Kila mtu anataka hata county ikuwe, hata constituency yake ikuwe county. Lakini tukiwa pamoja nasema we have to bite the bullet kama national leaders. This country cannot afford 47 counties. At most we should have 10 counties. Let us collectively take the difficult decision kupunguza sehemu gatuzi na kupunguza namba ya MCS na kupunguza uwezekano wa MCA na wabunge kujiongezea mishahara na allowances, mpaka iwezekana kwamba tuna demokrasia, lakini bei ya siasa, bei ya watu wenye afisi za kisiasa haiwezi kuwa ghali namna hii mpaka pesa za maendeleo zinatukosekana kwa sababu ya recurrent expenditure for political bureaucracy. Hayati Raila Odinga wakati pia akiwa hai katika ile
dialogue ambayo ilifanyika kati ya serikali na upinzani na wakatafuta the NADCO report. Pia kuna mapendekezo ya kubadilisha katiba. Ni kitu ambacho unadhani kinaweza kusaidia kwa maono ambayo wewe unaona? Kwa sababu ilikuwa report imetengenezwa wakati wa cooling the temperatures. Hakuna mtu anaweza kuitekeleza. Ruto haoni jukumu wa force ya kumfanya itekeleze. Inakuwa dead document. Ruto alitaka tu watu waonekane kama wanaongea kwa kitu ambacho kinaweza kusaidia to calm the nation. Halafu normal services But you agree we need to have an amendment in the current constitution? We need substantial changes, not to extend the tenure of some politicians. It's the most stupid idea anybody can suggest. In fact, utaudhi watu wengi sana ukianza kusema zahi at this parliament and this presidency get another 2 years. That's not the things we need. Tunahitaji baada ya miaka 15 ya katiba, we can do a national constitutional audit. Kuna vitu ambavyo vinahitaji kubadilishwa. How can we give autonomy to autonomous constitutional commissions? How can we reduce the abuse of budgetary process by parliament? Bunge inajipatia pesa zaidi ya mara 4 ya pesa inapatia judiciary. Kwa sababu wao ndio wanallocate pesa. How can we reduce that abuse that we thought was not going to be there? Tunaweza kufanya namna gani tupunguze nambari ya wabunge, magavana, ma-MCAs na vote vinavyohusika ili taifa hili liwe na uwezo wa kuwalipa bila kumaliza pesa ambazo zinahitajika kwa uwekezaji wa maendeleo. Wakati unazungumzia hilo, Raila Odinga, hayati Raila Odinga, alipigania pakubwa. Pia alikuwa anatamani zaidi turejee katika mfumo wa parliamentary system. Katika pia mapendekezo yake mengi zaidi. Ni kitu ambacho unadhani, najua uliona mfumo wa parliamentary system na pia presidential system, umeona yote mawili. Ni kitu ambacho unadhani tunastahili kurejea hapo? Tumekuwa na mjadala kuhusu presidential and parliamentary system. Lakini kuna vitu viwili vigumu. Kile tulicho nacho sasa ni hybrid. And it's not working well. Yes. Ukauliza wananchi wa Kenya baada ya miaka 15 ya hii experiment, watakueleza hawaoni ya kutosha kwamba Ichungwa ndiye anajibu maswala kuhusu serikali, nia za serikali katika bunge. Wananchi walikuwa wamezoea na wanapenda ule wakati ambao kila waziri alikuwa anawajibika binafsi kwa kuyajibu maswala katika bunge. Hilo ni jambo moja ambalo ukiuliza wananchi wengi wanasema hivyo. Lingine, parliamentary system is delegated election of the head of government. Kwamba mnapiga kura alafu kiongozi wa chama chenye wabunge wengi ambaye au yule anaongoza vyama ambavyo vina wabunge wengi anakuwa kiongozi wa serikali. Wakenya wanapenda direct mandate, kwamba wao wenyewe wanachagua ni nani atakuwa kinara wa serikali katika nchi yao. Sasa haya ni mawili ambayo angalau tunaona uzuri wa parliamentary system. Ukiuliza Wakenya wengi hayo mawili hawapendi. Wanasema kisiasa wangependa wenyewe my vote direct inachagua nani atakuwa State House. Hata mwenye anakwenda kule bunge wanataka kuona kila na mmoja. Na tena unajua sasa hata hiyo imesaidia, imechangia pakubwa. Ukiona hawa wabunge wenye wako sasa hivi, ufikiria wapatie hawa jukumu la kutuchagulia kiongozi wa serikali. Hawa wananunuliwa tu kama nguo. Wenye wanaweza kununuliwa wabadilishe sheria kujinyima uongozi wa scrutinize the sale of public corporations. Ni wao ambao wana authority. Na wanapitisha sheria kuipatia rais ajukue hiyo jukumu ambalo lilikuwa lao. They can be bought at a song to determine very fundamental questions. Kwa hivyo uone hilo kama litasaidia. We do not have the level of political maturity among many parliamentarians to entrust them with choosing for us the head of government. Wow. Sikuwahi fikiria ama kusikia kama hilo. Ila niruhusu niingie katika hili swala. Kwa wakati huu unaongoza kama msemaji wa muungano wa upinzani. Na Raila Odinga, Mungu ailaze roho yake penye wema hadi siku ambayo ya kiyama itakapofika. Ila kwa sasa united opposition, is it able to fill the gap ambayo imekuwepo na Wakenya wahisi kwamba natetea yale masuala ambayo Raila Odinga alisimamia? Upinzani tuliheshimu kazi yake Raila
akiwa kati yetu. Hatujakoza kuwepo wengine ambao wanaweza kujaza mwanya anaouacha kwa kuongoza upinzani. Wakati mwenda zake ametuacha, hakukuwa na aziko upinzani, na tulikuwa tunaendelea kujaribu kutengeza huu mtumbwi wa kuogelea kama watu ya upinzani. Sasa ni mengi tumesoma kutoka kwake, lakini hatukuwa tunamsubiri atuongoze ndio tuende kwa siasa ya kushinda serikali ya Ruto. Mnaamini kwamba mna kila sababu ya kupambana na Rais William Ruto ambaye is the incumbent president, na inakuanga siku zote unajua ndani ya Afrika ni vigumu zaidi. Mnaamini you have what it takes? One time imekuwa kawaida siku hizi. Tumeona one time juzi Malawi, wamekuwa na one time Zambia, and we have much more democratic space and roots here than those two countries. Lakini hata ukifanya tu hesabu, zile sehemu ambazo zilichangia pakubwa Ruto kushinda kura amezipoteza. Na hajapata sehemu ya kura zinazolingana na zile amepoteza. Sasa kutakuwa na miujiza kama anajiamini kwamba tukiwa na free and fair election anaweza kushinda. Na chama cha ODM ukiwasikiza kwa ukaribu wanasema watasalia ndani ya broad base. Sitaki kujidanganya kana kwamba mimi nasema chochote kwa niaba ya chama cha ODM. Lakini nakueleza hivi, kifo cha mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga kimemfuruga Ruto sana, kwa sababu hakuna kiongozi yeyote sasa aitwe kiongozi wa ODM ambaye ataweza kudiscipline wabunge wa ODM wote kufanya jambo ambalo Ruto anataka kama wao hawalitaki. Unajua Raila alikuwa anakuja, wabunge wake wanataka kitu fulani, yeye anataka kitu tofauti, na wanatenda kile yeye anataka kuliko kile wao walitaka kufanya. Hata kwa mfano MC wa Nairobi walikuwa wameamua, majority yao ni ODM, kwamba Sakaja na ulafi wake na vitendo vyake vyote amepita mipaka inayokubalika, kwamba wanataka kumwimpeach. Na wangemwimpeach, lakini Raila akawaita na kusema do not impeach Sakaja. Wote wakakubali. Wote wakakubali. Hakuna mtu mwenye anaweza kueleza hivyo akafanya. Oburu Odinga sasa ndiye amechukua manto kama opposition, kiongozi wa ODM. Unaamini kwamba ana uwezo wa kuwaita in order? Na jana ulimsikia hata Sifuna alisema tumekubali kuwa ndani. Unaimba sema mambo tofauti. Wamekubaliana na hiyo statement wametoa ni ya heshima sana. Mimi nimeona ni political maturity wameonyesha, ile statement wanasema ya umoja. Lakini Oburu hawezi akawaita wa MCA wa Nairobi akasema ninajua mnataka kutoa Sakaja lakini muache aendelee. Alafu akakubali. Haiwezekani. In honor of Raila Odinga. Those things are not done in honor like that. In honor of Raila Odinga, you believe that you are an important political party, that you are a force for good. But you cannot say that in honor of Raila Odinga, you are a force for good for Sakaja. Those are two different things. Sasa siasa ya mpito katika chama chao itakuwa changamoto kwao, lakini pia itakuwa changamoto kwake Ruto. Na kwenu unaamini kuna gap kwa upinzani kuondoka kwake? Manake pia mlikuwa na matumaini kwamba angerejea upande wenu. Mambo tumekuwa tukiongea na viongozi kutoka kwa ODM, sio ya kujadili hapa, hata na wale wako ndani na serikali ya UDA. Lakini sisi tunaona kana kwamba uwezekano wa mtu kusema ODM yote ielekee upande huu au upande ule umezikwa na mwenda zake. Asante sana kunipa nafasi siku hii ya leo kuzungumza nawe mara tena. Kauli yako ya mwisho? Kwanza kusema asante sana kwa fursa ya mjadala, lakini pia kuwashukuru viongozi wa ODM kwa heshima waliomwonyesha kiongozi wa kitaifa wakati wa mazishi yake. Najua ilikuwa muda mfupi sana, na namshukuru Raila kwa kuuliza awe aziko kwa muda mfupi. Tungekuwa tunangangana tunaenda siasa za mazishi. Lakini ni decent way of departure wamempatia. Sasa taifa linafikia kiwango chingine. Kutafutana na tuwe na amani
tutafutana na tutekeleze yale yanayohitajika bila matamshi ya kufuruga nchi kwa viongozi wa upinzani na wa serikali. Kuna wanafiki pande zote na halina heshima kwa taifa letu. Asante sana. Sasa nitakutafuta kwa siasa. Leo tumesikia yake hayati Raila Odinga. Asante sana mpenzi mtazamaji kuchagua kuwa nasi siku hii ya leo. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwa heri kwa sasa.